Sasa tuhame kidogo dakika 1 2 3 na dakika kama ngapi? 30. Presenter kama 20 30. Na mimi naanza swali. Na mimi ngoja nimwanzie hapa. Nina swali moja nataka nikuulize. Madamu umekuwa umefanya matukio mengi, umeishi kwenye industry muda mrefu. Lakini kupitia Jana na Leo tusaidie. Watu hawakujui Madam Rita vizuri. Hawamjui Madam Rita, wanamuona tu kwenye BSS, si kwenye manini. Madam Rita ni nani? Madam Rita katokea wapi? Vipi kuhusu familia? Madam Rita ana mume? Je, yuko tayari sasa hivi kuolewa? Maswali kama watu wanakujua. Madam Rita, who is Madam Rita? Ngoja kwanza a respond hapo. Then you yani swali langu liko kwenye swali lake. Linaanzia kwenye jina lenyewe. Aso Paulsen. Unajua majina bwana. Endelea lakini lianze na hiyo Madam Paulsen. Hans Paulsen ni jina la baba yangu. Yeah. Hans Paulsen. Yes. Yeah. Ndio surname yangu. Mimi nimezaliwa Karagwe, sehemu inaitwa Mrongo. Ni wilaya ya Kierwa ambako anakuwa Segera kule kama mbunge wetu. Kwa hiyo mimi baba yangu amechanganyika Mjerumani ambayo ndiko Paulsen inakotokea. Yeah. Na mama ya babangu ni Msukuma anatokea Sengerema. Kwa hiyo nimezaliwa Karagwe, Kierwa, Mrongo. Kwa hiyo ndio watu wanafikiria labda Paulsen jina la mume au nini, jina la baba yangu mimi. Ingine ni nini? Kuna kipindi walizushaga ni Kenya. Yaani historia yako. Lakini mimi nimesoma kwa sababu tulizaliwa mpakani. Kutoka kwetu uenda Uganda unatembea tunaenda kununua huko mkate kama na manga tunaenda hivi. Okay. Kwa sisi tumesoma shule Uganda kuanzia primary school, secondary school, and then nikaenda kusoma Harare. Kwa hiyo nafikiri hiyo accent inatokana na shule tulizosomea. Watu wengi tunaozaliwa kwenye boda tulisoma upande wa huko. Baba yangu alikuwa ni settler, alikuwa ni anachimba madini. Kuna madini yanachimbwa huko kwetu yanaitwa tin. So he used to own, he died, my late father. So he was a miner in that area. Quite a very famous man in the area. So he alikawa yendo amejenga hapo kwenye huko karibu kuna mbuga za wanyama huko kama kwenye game huko. Kwa mimi nimezaliwa kwenye settlement fulani hivi kama Kaserengeti fulani, so my dad mtoto akishua. Anaonekana mtoto akishua. Kwa hiyo nimezaliwa akishua kikweli kweli. Kwa hiyo sio watoto wa Ocean Road mmenywea. Kabisa mtoto akishua. Na Kariakoo. Umezaliwa kwenye Amsterdam. Kariakoo chali. Hawana nisumbua leo umekuja sana kusaidia. Nimezaliwa kwenye farm, kwenye nini, kwenye vitu kama hivyo ndio. So akini ni wa hapo kwetu Karagwe wakina nani. Umesikia kusoma kuna Harare, umesikia Harare? Mheshimiwa, napenda kutumia mheshimiwa. Nishazoea huko kwenye tangu uwe diwani. Hebu tueleze kuhusu family. Kuna wakati uliolewa au ulikuwa mke wa settler mwingine maarufu marehemu, ni kweli? Na vipi kuhusu watoto, labda umejaliwa watoto na nini? Mimi na watoto wawili wasichana. Mmoja anakaa Seattle, Marekani. Kuna mmoja Kisu sana anakaa Dar es Salaam. Evelyn. Kisu ndo nini? Kisu achaelewa. Lugha sio za nani. Endelea. Evelyn anamjua. Mimi nina watoto wawili wasichana ambao nimezaa nikiwa mdogo. Kwa hiyo mkiniona nao tunalingana kama sisters. Sasa mdogo wake kumbe mtoto. Mara nyingi watu mimi mwenyewe mara ya kwanza nakutana naye Morogoro. Yes. Nilikuwa najua ni mdogo wako. Tunafanya naye kazi so watu walikuwa nafikiri sister. Mimi nilikuwa mother, nilikuwa kama 14 actually. 14. Miaka 14 tayari unamtoa. Kuna ile swali la pili hujajibu hapo la kuhusu moja uliowekwa mke au rafiki. Hebu tueleze na Tycoon marehemu Mungu amrahamu kwa alipo. Meg. Reginald Meg, yes. Ndio. Uliowekwa mkewe. Hatukuwa tumeoana lakini tulikuwa tunaishi we were together for like 20 years. Wow, for 20 years. Lakini kwa sasa huna mume. Kwa sasa hivi? Yaani kwa mfano kuna watu ambao
wanaruhusiwa katika dini zao kuongea yani wanawake wengi. Jimbo liko wazi. Sasa unaona tunarudi kwenye hilo hapo, tunakwenda kwenye distortion. So naona hiyo ukiniuliza swali mimi niseme sina mpe, tajua caption inachukuliwa inaandikwa Rita tafuta mume. Hapo ndio vitu vinanikata kwa sababu nimewahi kuhojiwa sehemu swali kama hivyo. Wasafi uzuri wake itaenda kama ilivyo na swali lake. Mimi nikawa akaniuliza una boyfriend, sijui una fiance, nini, nikamwambia sina. Sasa huyo alikuwa ananioja akaniambia, akasema au wanakuogopa. Mimi nikasema nikaona mimi nikasema sijui, labda ikatoka ikasema ikaandikwa Rita asema wanaume wanamuogopa. Si wanaume waanze kunitukana, wanakuogopa nini? Sikusema mimi hivyo, nilisema labda yeye ndo alisema au wanakuogopa. So the way things change, wanabadilika hivyo, ndio hivyo vitu mimi sipendagi. That's why sipendi kuongea vitu vyangu vya private, sipendi kuongea vitu vyangu vya kifamilia. Kama hapo nimeongea hapo, tuseme mtu atachukua caption Wajerumani vitu fulani, au atachukua ile Rita atamba yeye ni wa nini wakishua, wataikata wakati sio gani. So hivyo hii ni kujibu kwa sababu ni rafiki yangu, sipendagi kuviongelea kwa sababu ndio hivyo vinaleta hasira mpaka tunaanza kuitana mauchwara. Lakini mimi hapo yenyewe tunaona nimeanza kuhama spendi. Ikitokea msela mmoja, sio semei mimi msela mmoja akaamua kwa raha zake akasema dada yangu, kwa nini wewe utakubali haya? Why not? Mimi si ni mwanamke, tukielewana no problem. Tukielewana katokea akawa ila Rita uzeki. Yaani tutakusema kwanza Rita uzeki. Rita nimekufahamu zaidi ya miaka 25, 30 nyuma. Kweli. Yaani bado kijana huko kama vile msichana wa miaka 25, 30. Nini siri yako? Kwa nini uzeki? Yaani warika lako sasa hivi ukiwaona ni nini? Ni pesa, ni kujitunza, aina ya vyakula, mazoezi. Hebu toa siri ya mafanikio yako. Kitu cha kwanza mimi najipenda, najiaccept sana jinsi nilivyo. Kujitunza, ukiwa unajipenda lazima ujitunze, nafanya mazoezi, lakini hivyo ni vya external. You know, main thing is internal. You know, so mimi ni mtu ambaye sina stress sana. Yani vitu ambavyo naweza kufanya na vifanya, kama siviwezi na tulia na achana na siji stress. Siwezi, sitakagi kuhangaika na kitu ambacho nisilale inabidi niwe na hii Range Rover. No, I live my life easy. Kwa hiyo kwanza ukiwa na roho mbaya lazima uzeeke, ukuwe mzee, kwa sababu unaona wivu, unaona hivi. Mimi niko content, I'm in my own world. Yani ninajikubali na everything that I have the way it is. Kwa hiyo sina stress ya kupambana na vitu au labda kwa vile nimewahi kuona vitu vingi vyote vizuri vya dunia hii. Kwa hiyo niko peace. Sina stress ya kuhangaika na kitu vya dunia. I do what I like at my own time, the way I want. Kwa hiyo mara nyingi stress hiyo, unaweza kuwa unaenda mazoezi, unakula vizuri, lakini kila saa una stress, una kiroho juu, na wivu, unapambana na hiki, unapambana na kile. Lazima uumwe vitu, lazima uonekane mzee. Una roho mbaya, sijui hulali, unakuwa unaangalia huyu mwingine na nini, huyu mwingine na nini, yule ana nyumba nzuri. Mimi niko peace sana sana. Ulipasuka career gani? Chuoni ulisomea nani gani? Marketing. Okay. Madam Rita, una watoto wawili. Kuna ugumu gani au kuna ugumu kiasi gani kuwa single mother? Uliopitia wakati huo? Ugumu upo. Ugumu upo ni kwamba kila kitu ukiwa umekiaccept huoni. Kwa hiyo mimi unalazimika kuwa baba na mama. Kwa hiyo ni jukumu kubwa sana. Kuna watoto wanaolelewa na single mothers wanaonea huruma kwa sababu unakaza, kwa sababu wewe ndio mama, wewe ndio baba. Kwa hiyo I embrace it. Na ukishajua kwamba ni jukumu lako, sisi wanawake hamnaga kitu kinaweza kutushinda mentally, psychologically. So ugumu upo sometimes kwamba lakini ukishajua wewe ndo mama ndo baba, you don't become a crybaby, of which I am not. So yeah, I like challenges anyway. Nini hujafanya ambacho ungetamani ukifanya? Yani ushaibua vipaji vingi. Nini sasa hivi unataka kufanya ambacho hujafanya? Yani dream zako. Rita, unajiangalia wapi miaka 2-3 ijayo? Mimi nataka
niwe na foundation yangu ya kusaidia kueducate wasichana ambao wamezaa wakiwa teenagers. Nimeisha ilaunch, lakini nafikiri hiyo ndio my retirement pressure ya to change. Mimi nimepata nafasi kwenye maisha yangu being a teenage mother, nikaweza kuwa who I am today. So I believe there are many of them out there ambao wamekuwa mothers na wamechukuliwa kama ni hobbies kabisa huko kwa sababu wamezaa. Na changamoto na stigmas za kuwa mtoto ukiwa umezaa ukiwa mtoto ni kubwa sana. Kwa hiyo ninaomba niweze kuwa na uwezo wa kuweza ku reach out kwa watoto, kwa sababu waweze kuelimika ili wao wasije kuwa na kizazi ambacho hakijaelimika, kwa sababu akiwa ni mtoto ana mtoto yeye hajasoma, alafu na mtoto wake hataweza kusoma kwa sababu yeye hajasoma, kwanza yeye ni mdogo. Kwa hiyo nataka kuadvocate kwamba kuadvocate hicho niishi hiyo legacy ya itanipa pressure kubwa sana nicho, alafu niende kulima huko kama babangu kwa Karagwe. Nitakuwa nakuletea yale mambo yetu. Tunakushukuru sana. Time ya